Tusonge mbele mtazamaji. Jumla ya watu 355 walikamatwa kote nchini wakati wa maadhimisho ya pili ya maandamano ya Gen Z, huku Nairobi, Kajiado na kaunti ya Kiambu zikiongoza kwa idadi kubwa waliotiwa mbaroni. Kwa mjibu wa Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen, operesheni hiyo ililenga kuzuia kurudiwa kwa machafuko yaliyoshuhudiwa mwaka 2024. Hata hivyo, licha ya polisi kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti maandamano hayo, ukamataji wa waandamanaji, uwepo wa maafisa waliovalia mavazi ya kiraia na kuvurugwa kwa shughuli za ukumbusho kumeibua maswali mapya kuhusu mbinu za usalama zinazotumika na serikali. Grace Ng'ang'a ana taarifa zaidi. Ingawa maandamano ya Alhamisi yalishuhudia makabiliano machache kati ya polisi na waandamanaji, serikali imesema vyombo vya usalama vilikuwa katika hali ya tahadhari ya juu kuzuia kurudiwa kwa matukio yaliyoshuhudiwa mwaka 2024. Kulingana na Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen, jumla ya watu 355 walikamatwa kote nchini kuhusiana na maandamano hayo. Nairobi ikiongoza kwa visa 161 vya ukamataji, ikifuatwa na kaunti ya Kajiado iliyorekodi watu 123 waliokamatwa, huku Kiambu ikirekodi visa 36. Meru 6, Laikipia 5 and Machakos 3, while no arrests were reported from Northeastern, Nyanza and Coast regions. Takwimu hizo zikionyesha ukubwa wa operesheni ya kiusalama iliyoshuhudia maafisa wengi wakitumwa katika miji na maeneo mbalimbali nchini. Hata hivyo, licha ya mamlaka kutekeleza operesheni hiyo, maswali ya zamani kuhusu ukamataji wa watu na mbinu za polisi yaliibuka tena. Huko Githurai, maafisa wenye silaha waliovalia mavazi ya kiraia wanaonekana wakimkamata mmoja wa waandamanaji kabla ya kumtia kwenye buti ya gari aina ya Subaru na kuondoka naye. Alipopelekwa bado haijulikani. Tukio hilo lilizua wasiwasi miongoni mwa wananchi, huku maswali yakiibuka kuhusu matumizi ya maafisa wasiovalia sare wakati wa maandamano ya umma. Kwa baadhi ya maafisa waliozungumza na KTN, maagizo yalikuwa wazi: kusiwe na marudio yaliyotokea mwaka 2024. I'm happy as the Inspector General because we want a peaceful country, all of us. Na wana haki ya kufanya vile, tutawalinda, tutawaescort, na wakitaka bandi ya polisi tuwape, itawasindikisha na watakaa mzuri. Hata hivyo, ikilinganishwa na maandamano ya awali, polisi walionekana kujizuia dhidi ya kuvurugana na waandamanaji katika maeneo mengi ya jiji, isipokuwa katika maeneo machache yaliyoshuhudia mvutano. Lakini utulivu huo haukudumu kwa muda mrefu. Karibu na barabara ya Bunge, polisi waliovamia wanaharakati waliokuwa wamekusanyika kuweka mashada ya maua kwa kumbuka waliopoteza maisha wakati wa maandamano. Wengi walikamatwa na kuingizwa kwenye gari la polisi kabla ya kupelekwa kituo cha polisi cha Central, hatua iliyositisha ghafla shughuli hiyo ya kumbusho. Huko Kitengela, watu 29 walikamatwa, akiwemo mwanaharakati Aslam Longton, mmoja wa wanachama wa kundi maarufu la Kitengela 3. Ambia ndugu yangu apeleke gari kaosh. Kumbe mimi sijui County Police Commander anaitwa Alexander Shikondi ana trail gari yangu. Wakaenda wakavamia gari na GSU Land Cruiser mzima, wamechukua gari yangu ambaye ni kipato changu cha uchumi, imefungwa hapa police station. Na ndugu yangu amepigwa na mapolisi na GSU, amewekwa hapa ndani ya cell, wamekataza tusimuone. Wakati huo huko Meru, watu 5 walikamatwa kuhusiana na maandamano hayo. We have deployed efficiently and effectively. The town is manned so well. Katika barabara ya Jogoo, mwelekeo ulihamia kwa wahalifu waliokuwa wakitumia mkusanyiko wa watu kufanya uhalifu. Polisi waliokamata washukiwa 7 waliohusishwa na matukio ya wizi na kuanzisha msako dhidi ya wengine 3 waliotoroka. Na ingawa kulikuwa na dalili za polisi kutumia nguvu za wastani zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali, matendo ya baadhi ya maafisa yaliendelea kuibua maswali kuhusu wajibikaji na namna vyombo vya usalama vinavyotekeleza majukumu yao wakati wa maandamano. Grace Ng'ang'a, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa utaniruhusu nipate angalau pumziko fupi, tukirejea ni taarifa zaidi zidi kuitazama KTN.